Yesu asifiwe. Kipekee namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi aliyonipa. Namshukuru Mungu kwa habari ya uhai aliyonipa. Najua liko kusudi mbele za ufalme wa Mungu. Tunaendelea na somo letu ambalo tulijifunza kwa habari ya nidhamu za kiroho. Tunaendelea na somo letu ambalo tulijifunza kwa habari ya nidhamu za kiroho. Tulijizungumza kwamba nidhamu za kiroho ni tabia, mazoea au taratibu za makusudi anazozifanya mtu ili kuimarisha uhusiano wake na Mungu. Nidhamu ni tabia, mazoea au taratibu za makusudi anazozifanya mtu ili kuimarisha uhusiano wake na Mungu na kukuza ukomavu wa roho. Tuliangalia aina za nidhamu za kiroho. Tukaona kwamba aina za nidhamu za kiroho zipo nyingi, lakini sisi tukajikita kuangalia aina ya nidhamu ya kiroho ambayo ni kusoma neno la Mungu. Tuliangalia aina ya nidhamu ya kiroho ambayo ni kusoma neno la Mungu. Kwa nini kusoma neno la Mungu? Tuliona kwamba mwanadamu amezaliwa kwa neno. Neno ndilo lililotuzaa. Kwa hiyo hatuna budi kulikwepa neno. Kwa hiyo tukaona pia kwamba tunapaswa kujikita kwenye kusoma neno, kwa sababu neno linatupa uhakika wa kukua siku kwa siku. Na pia mwanadamu chanzo chake ni neno. Kwa hiyo ukimtenga mwanadamu na neno, unakuwa umemkosesha yeye kusikia kutoka kwa Mungu. Tukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, kwa kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Tunaona kabisa sisi tumezaliwa kutokana na neno la Mungu. Kwa hiyo kama tumezaliwa kutokana na neno la Mungu, sisi ni mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo lazima tubaki kwenye chanzo ambacho ni neno. Na kadiri tunavyobaki kwenye chanzo ambalo ni neno, linatusaidia sisi kutujenga, kutukamilisha. Pia tuliona kwamba kwa nini neno? Kwa nini tujikite sana kwenye kusoma neno? Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 3, anasema vyote vilifanyika kwa yeye, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichoweza kufanyika. Maana yake tunaona kabisa ni vigumu kumtenga mwanadamu na neno la Mungu, kwa sababu pasipo neno hawezi kufanya chochote. Pasipo neno hawezi kuamua, na hata akiamua maamuzi, akiamua nje na neno, hawezi kuamua maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo tunaona kabisa pasipo neno. Kwa hiyo lazima tudumu kujifunza na kusoma neno la Mungu, ili siku kwa siku tuwe bora na tuweze kukua kiroho, ili tuongezeke katika kumtumikia Mungu. Haleluya. Haleluya. Tukaona faida za nidhamu za kiroho. Tuliona faida ya kwanza inasema huongeza imani na maarifa sahihi kumhusu Mungu. Tuliona faida ya kwanza, nasema faida ya kwanza ya nidhamu ya kusoma neno, huongeza imani na maarifa sahihi kumhusu Mungu. Aina nyingine ya faida ya nidhamu ya kusoma neno, tuliona ya kwamba ni kuongeza hatua za kila siku na kutoa mwanga maishani. Huongoza hatua za kila siku na kutoa mwanga maishani. Faida nyingine ya tatu tuliona ni kujenga msingi thabiti ya utii na hofu ya Mungu. Kujenga msingi thabiti ya utii na hofu ya Mungu. Na tukaangalia faida nyingine ilikuwa inasema husaidia katika nidhamu
uthibitisho wa upendo wa Mungu inayonyosha mwenendo. Husaidia katika nidhamu, uthibitisho wa upendo wa Mungu inayonyosha mwenendo. Kwa hiyo siku ya leo tunaenda kuangalia jinsi ya kukuza nidhamu hii ya kusoma neno la Mungu. Tunaenda kuangalia jinsi ya kukuza nidhamu hii ya kusoma neno la Mungu. Jinsi ya kukuza nidhamu hii ya kusoma neno la Mungu. Nidhamu ya kwanza: tenga muda maalum kila siku kwa ajili ya neno lake. Tenga muda maalum kila siku kwa ajili ya neno pekee. Tenga muda maalum kila siku kwa ajili ya neno pekee. Kutenga muda kila siku. Tukumbuke tulizungumzia kwa habari ya nidhamu kwamba ni tabia, mazoea, utaratibu uliojengeka kila siku. Kwa hiyo tenga muda maalum kila siku kwa ajili ya neno pekee. Tutasoma kitabu cha Yoshua sura ya 1 na ule mstari wa 8. Kitabu cha Yoshua sura ya 1 na ule mstari wa 8. Anasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, na pia utafanikiwa sana endapo kitabu hiki cha Torati hakitaondoka kinywani mwako. Tunaona kabisa wakati Yoshua anakabidhiwa kijiti cha kuwavusha wana wa Israeli kuwapeleka Kanaani, maana yake haikupaswa yeye kuwavusha wana wa Israeli kwa jitihada na akili zake, ila maamuzi yake ilikuwa yatokee kwenye neno la Mungu. Ndio maana alivyosema kitabu hiki cha Torati kisiondoke, maana yake Mungu alikuwa anaagiza kwa habari, alikuwa anampa onyo kwa habari ya mahusiano yake ya karibu, ili kusudi awe anazungumza naye hatua kwa hatua. Kwa sababu tukiangalia hata wana wa Israeli wakati wako bado jangwani, Musa akiwa bado anawaongoza, tunaona kabisa wakati walikuwa wakidai mahitaji yaliyokuwa yanawakabili, Mungu alikuwa anaongea na Musa. Na Musa mara nyingi alikuwa anafanya kwa kutumia neno la Mungu. Kumbuka, tunaposema tumezaliwa kwa neno la Mungu, maana yake tunahitaji mahusiano yetu na Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndicho chanzo, ndiko tulikotokea. Kwa hiyo maamuzi yetu hayatokani nje na neno la Mungu, maamuzi yetu yanatoka ndani ya neno la Mungu. Kwa hiyo ndio maana Mungu anamwambia Yoshua kitabu hiki cha Torati kisiondoke, kwa sababu Mungu alikuwa anajua kwamba ndiyo njia ambayo Musa pia alipitia. Kwa hiyo ndicho kilichowafanikisha mpaka kufika walipofika. Kwa hiyo akawa anampa tahadhari kwamba usije ukaamua kwa mihemko na kwa hisia, yaani ukawaongoza hawa watu kwa mihemko yako na kwa hisia zako. Na tukumbuke kwamba tunapozungumzia neno la Mungu, kwenye neno la Mungu hakuna uzoefu. Neno la Mungu limehakikishwa, na neno la Mungu ni kanuni ya Mungu na ni sheria ya Mungu. Kwa hiyo limehakikishwa. Kwa hiyo huwezi ukasema unalichukulia neno la Mungu kwa mazoea. Hapana. Kwa hiyo tunaona anamwambia Yoshua kitabu hiki cha Torati kisiondoke. Maana ya kuwa kitabu hiki cha Torati anasema ndipo utakapofanikiwa na ndipo utakapostawi sana. Maana yake utafanikiwa kutokana na neno la Mungu. Utastawi kutokea kwenye neno la Mungu. Sio utastawi kutokea kwenye mihemko, kwenye neno. Kwa hiyo ni ngumu kumtenga muamini, mtu aliyeamini na neno. Kwa hiyo inatupasa tu turudi kwenye chanzo, tukae kwenye hicho chanzo. Tunapokuwa tunakaa kwenye chanzo, kuna kujengwa, kuna kukamilishwa, kuna kupewa urithi. Tunapokaa kwenye chanzo.
Tutasoma kitabu cha Zaburi sura ya kwanza mstari wa 2 mpaka wa 3. Zaburi sura ya kwanza mstari wa 2 mpaka wa 3. Zaburi sura ya kwanza mstari wa 2 mpaka wa 3. Anasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Haleluya! Tunaona kabisa anaambiwa kuweka akili na mawazo katika neno la Mungu. Yaani aweke akili na mawazo katika neno la Mungu. Anasema na sheria uitafakari mchana na usiku. Unajua sasa mtu anaweza akasema sasa ina maana usiku sitakiwi kulala kwa sababu natakiwa nitafakari tu neno. Haimaanishi kwamba usilale. Ila kinachozungumzwa hapa, yaani wakati wowote, hata kwenye shughuli zako za kila siku, yaani usilipe neno option. Yaani usione kwamba kuna muda ambao unatakiwa kutafakari na kuna muda ambao hutakiwi kutafakari. Muda wowote, wakati wowote, kwa sababu tunaishi kwa hilo neno, tunaongozwa kwa hilo neno. Kwa hiyo iwe ni kwenye shughuli zetu za kila siku, lazima tudumu kutafakari, kufikiri kwa kina. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia kutafakari neno la Mungu, kuna vitu vingi vinakuwa vinazaliwa ndani yetu. Unajua, tunapotafakari neno la Mungu, mara nyingi tabia za kiungu zinajengeka ndani yetu, na tunapodumu kufikiri kwa kina, unakuta kuna tabia za kiungu zinaingia ndani yetu na tabia zetu zinaondoka. Yaani kuna vitu vya kiungu vinaingia na vitu vyetu visivyofaa vinatoka. Ndio faida ya kutafakari neno la Mungu. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 24 na mstari wa 63. Kitabu cha Mwanzo sura ya 24 na mstari wa 63. Anasema, Isaka akatoka ili kutafakari kondeni wakati wa jioni, akainua macho yake akaona kuna ngamia wanakuja. Haleluya! Anasema Isaka akatoka kutafakari kondeni. Tunaona kabisa hii ilikuwa ni desturi, ulikuwa ni tabia au utaratibu ambao Isaka alijiwekea. Manake mara nyingi muda wa jioni alikuwa anatoka kwenda kondeni kutafakari. Na tunaona Isaka kupitia kutafakari, wakati akiwa anatafakari na kuomba, ukisoma Biblia inasema alipoinua macho yake akaona ngamia, na kwenye ngamia alimuona yule mtumishi wa baba yake, ndo anakuja na mke wake mtarajiwa ambaye ni Rebeka. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza nini hapa? Kumbe kuna wakati tunapokuwa kwenye kutafakari neno la Mungu tunapokea baraka zetu. Haleluya! Kwa hiyo ni ngumu sana muamini yoyote kujitenga na neno la Mungu ambacho ni chanzo. Tunaona kabisa Isaka ameamua kujitenga na kelele za watu. Unajua, anaposema akaenda kondeni, maana yake tuone katika tafakari ya haraka haraka, maana yake ni pembezoni ni pembeni ya makazi. Maana yake amejiepusha na kelele ili kusudi apate kumsikia Mungu. Na wakati mtu anapokuwa anajihusisha na Mungu, kikubwa anachotaka kwa Mungu, anataka kupata uelekeo wa nini cha kufanya. Kwa hiyo tunaona Isaka baada ya kuinua macho yake anamuona mtumishi wa baba yake, ndo anakuja. Mtumishi wa baba yake anakuja na ngamia, akiwa yeye pamoja na mke wake mtarajiwa Rebeka. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna wakati tukiwa kwenye utulivu, tunapokuwa tunatafakari neno la Mungu, tunafikiri kwa kina, kuna baraka nyingine zinakuja kupitia kutafakari. Na kitu kingine ambacho najifunza hapa kwa Isaka, kwa nini Biblia inazungumza
kwa mume kama ni kichwa cha mke. Tunaona inatudhihirishia kwamba wakati Rebeka wamepata changamoto ya Rebeka kutokupata mtoto, tunaona maamuzi aliyofanya Isaka hayakuwa maamuzi ya madaktari. Yamkini walikuwa wana taarifa za madaktari kabisa, vipimo vya madaktari vilikuwa vinaonyesha hivi na hivi, na walikuwa na taarifa za madaktari. Lakini tunaona kwa sababu Isaka alikuwa ni mtu mpenda neno na kutafakari pamoja na kuomba, aliona kwamba hapana, ahadi za Mungu zinasemaje kwa habari ya maisha yetu, akaingia kumdai Mungu kwa habari ya uzao. Ndio maana wanaume, kitu cha kwanza ambacho wanatakiwa wawe karibu nacho na wakifanye mara kwa mara na kwa ukomavu mkubwa ni kujaa neno la Mungu, kwa sababu kumbuka, yeye ndo anayefanya maamuzi kama kichwa. Sasa je, itategemea anapofanya hayo maamuzi anaamua kutokea wapi? Je, anaamua kutokea kwenye hisia au kutokea kwenye neno la Mungu? Akiamua kutokea kwenye hisia, ndipo unakuta kwenye ndoa misukosuko mengi kwenye ndoa inatokea, kwa sababu watu wanakosa neno la Mungu linaloweza kuwasaidia kufanya maamuzi wakati wa changamoto. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi najifunza kitu kikubwa sana kwa Isaka. Kwa hiyo binti, hakikisha anapokuja kijana kutangaza nia, hakikisha ukiroho wake kwa habari ya kulijaza neno la Mungu. Je, amelijaza neno la Mungu? Kwa sababu lile neno ndo maamuzi, ataamua kutokea kwenye neno. Kwa hiyo kama hataamua kutokea kwenye neno, akiamua kutoka kwenye hisia, basi mko nje na mstari wa Mungu, kwa sababu yeye ndio mwanzilishi. Haleluya. Tutasoma tena kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 16. Kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 16. Kitabu cha Luka sura ya 5 na mstari wa 16. Anasema, lakini yeye aliyekuwa akijiepua akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba. Anasema lakini yeye alikuwa anajiepua akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba. Kujiepua ni kujitenga. Kujiepua, amejitenga, ameenda mahali pasipokuwa na watu. Kwa nini anaenda mahali pasipokuwa na watu? Mara nyingi kelele za watu kuna wakati zinaweza zisikupe utulivu mzuri kwa habari ya wewe kumsikia Mungu. Hapa huyu ni Yesu. Tunaona kwamba Biblia inatuambia alikuwa anajiepua. Tukumbuke kwamba Yesu licha ya kufanya ishara na miujiza na kuwa maarufu, alikuwa anakumbuka kwamba natakiwa nirudi nikae mahali pasiri, ili kusudi nijazwe, niongezewe nguvu, niongeze maarifa, kwa sababu anajua kesho kuna jukumu tena. Hawa watu watakuja, watahitaji tena chakula. Sasa anaenda kwenye chanzo ili aweze kupata chakula cha kuwapa. Kwa hiyo licha ya kuwa na umaarufu, hakuangalia umaarufu, hakuangalia vile vitu alivyokuwa anavifanya, ishara na miujiza aliyokuwa anaifanya, ila alikuwa anakumbuka kwamba natakiwa kurudi kwenye chanzo. Ndio maana hata watumishi wa Mungu inatakiwa tunapofika mahali tunaona Mungu anatutumia kwa viwango vikubwa, tusisahau kurudi kwenye chanzo, kwa sababu anasema pasipo yeye hakuna chochote kilichoweza kufanyika. Vyote vilifanyika kwa yeye. Kwa hiyo lazima turudi kwenye chanzo ili atujaze, atupe maarifa. Haleluya, haleluya, amen. Tutaenda kwenye, nimesema jinsi ya kukuza nidhamu hii ya kusoma neno la Mungu. Tunaenda kipengele cha pili kinachosema soma kwa kutafakari na sio kwa haraka ili kuelewa ujumbe. Soma kwa kutafakari
na sio kwa haraka ili kuelewa ujumbe. Soma kwa kutafakari na sio kwa haraka ili kuelewa ujumbe. Mara nyingi hatupaswi kusoma Biblia au neno la Mungu ili tu ionekane tumemaliza kitabu cha Mwanzo, ionekane tumemaliza kitabu cha Kutoka, ila tunatakiwa kusoma kwa kutafakari, yani tuwe focused. Yani tuwe na malengo. Kwa nini ninasoma? Tutasoma tena kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Anasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Anasema soma kwa kutafakari na sio kwa haraka ili kuelewa ujumbe. Anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno hayo mchana na usiku. Bali yatafakari maneno hayo mchana na usiku. Kutafakari, kwenda kwa kina. Unajua, tunaweza tukasoma andiko moja watu watatu, ila kutokana na utulivu wa rohoni wa mmoja mmoja, kila mtu atakuja na majibu yake, na kila mtu atakuja na majibu kadiri ya utulivu, kadiri ya kina alivyokwenda kina. Ndio maana andiko lile lile kuna mtu anaweza akahubiri masaa mawili andiko moja. Andiko lile kuna mtu anaweza akakosa cha kusema. Andiko lile kuna mtu anaweza akaongea dakika 5 amemaliza. Inategemeana na kina na namna alivyojijengea nidhamu, namna alivyojiwekea mazoea, namna alivyojiwekea utaratibu wa kutafakari kwa kina, kwenda kwa kina kutafakari. Kwa sababu mtu anapokwenda kwa kina kutafakari, Roho Mtakatifu anampa siri. Tukumbuke kwamba Roho Mtakatifu ndiye huwa anafunua siri za Mungu. Kwa hiyo anapokwenda kwa kina, utashangaa Roho Mtakatifu anaachilia siri, anaachilia ufunuo, kitu cha tofauti. Unajua, unaweza ukasoma andiko linahusiana na biashara, lakini mtu akasoma akaona ili andiko ni la uinjilisti, kwa sababu ya namna vile Roho Mtakatifu alivyomfundisha, alivyomfunulia, namna alivyojipeleka yeye mwenyewe kilindini, sirini kwa kutafakari. Haleluya. Tutasoma tena kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Anasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Anasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, nayo sheria ya Bwana huitafakari mchana na usiku. Tunaona kwamba anasema na atakuwa kama mtu aliyepandwa kando kando ya mito. Maana yake kadiri mtu anavyodumu kusoma neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, kutafakari, lazima awe ni mtu anayezaa. Baba alituambia kwamba mtu yoyote ambaye anaishi ndani ya Kristo, kwa sababu amesema ndani yake tunaishi, tunakwenda. Anasema lazima anapokuwa anadumu katika kutafakari neno la Mungu, lazima anakuwa, yaani kila inapoitwa leo anaongezeka, kwa sababu huwezi ukasema uko ndani ya Yesu Kristo na hauongezeki. Kwa hiyo anaposema atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya mito ya maji, uzaao sana. Kinachofanya azae, kinachompa uzao
ni kule kutafakari neno la Mungu, kwa sababu unapotafakari neno la Mungu unapata vitu vipya kila siku. Ni kweli leo unaweza ukasoma kitabu cha Zaburi. Zaburi ile ile ambayo umesoma leo, utapata ufunuo mpya wa leo, utapata neno la wakati la leo. Kesho tena utakaposoma Zaburi hiyo utapata neno la wakati la kesho, kwa sababu Mungu wetu ni mpya kila siku. Kila siku tunapomwendea anatufunulia mambo mapya. Ndio maana Mungu anaitwa Mungu mpya kila itwapo leo. Amen. Tutasoma tena kitabu cha Zaburi 119 na ule mstari wa 15. Kitabu cha Zaburi 119 na ule mstari wa 95. Mia moja 19 mstari wa 95. Zaburi 119 mstari wa 95. Anasema, wasio haki wameniotea ili kunipoteza, nitazitafakari shuhuda zako. Wasio haki wananiotea ili kunipoteza, nitazitafakari shuhuda zako. Unajua tunaishi kwenye dunia ambayo Biblia inasema katika Warumi 12:2 kwamba tusifuatishe namna ya dunia. Sasa kuna namna dunia ikiona mtu amejitenga na uovu, amemwamini Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huwa inajitahidi kutafuta urafiki kwa huyo mtu ili iweze kupanda mbegu yake, mbegu ya hiyo dunia. Kwa hiyo tunaona mtumishi wa Mungu hapa anasema ni kweli wananitafuta ili kunipoteza, lakini nitadumu kutafakari sheria zako. Kumbe namna tunavyodumu kutafakari neno la Mungu, tunajiepusha na uovu. Kwa sababu tunapodumu kutafakari neno la Mungu, kuna wakati neno la Mungu linaongea, linatupa usahihi na ukweli kuhusiana na maisha tunayoishi na maisha tunayopaswa kuishi. Ndio maana neno pia linaweza likakuchagulia marafiki. Neno linaweza kuchagulia marafiki, kwa sababu rafiki yoyote asiyeendana na wewe ulivyo hawezi kuwa rafiki. Kwa sababu huwezi kuniambia wewe unapenda neno, rafiki yako asiwe anapenda neno. Haleluya. Kwa sababu imeandikwa chuma hunoa chuma. Tutasoma tena kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura yake ni ya 4 na mstari wa 15. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 15. Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Uyatafakari hayo na ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri katika watu wote. Maana yake Mtume Paulo alikuwa anamwasa Timotheo kwamba yatafakari hayo na uyaishi hayo. Kuna namna Paulo alimjenga Timotheo kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo alikuwa anamwambia kwamba, manake hapa alikuwa anamuonyesha namna ya kuendelea kudumu kwenye kile ambacho tayari amemfundisha. Anasema uyatafakari hayo na uendelee kudumu katika hayo. Tumeona kwamba nidhamu ni tabia, manake ni kitu ambacho kinakufanya udumu. Ndio maana Mtume Paulo anamwambia Timotheo, udumu katika hayo. Yaani usitoke katika hayo. Kwa sababu alijua kwamba akitoka kutafakari na kudumu katika neno la Mungu, ataamua nje na neno la Mungu. Na akiamua nje na neno la Mungu, maana yake ametoka kwenye njia ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tutaenda kwenye jinsi ya kukuza nidhamu ya kusoma neno la Mungu. Kipengele cha namba 3 inasema tumia mpango maalum wa kusoma Biblia mwaka mzima. Tumia mpango maalum wa kusoma Biblia mwaka mzima. Tumia mpango maalum wa kusoma Biblia mwaka mzima. Tutasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 11. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 11. Anasema, watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Tukiangalia hapa anasema watu hawa wakawa waungwana. Tunapoangalia uungwana, hawa watu walikuwa ni waungwana, walikuwa na utulivu na usikivu uliowasaidia wao kutafiti neno la Mungu. Hii inaonyesha ukomavu wa kiroho, kwa sababu mtu yote ambaye hajakomaa kiroho hawezi kutafiti wala kuwa na utulivu wa kutafakari neno la Mungu, kwa sababu kama mtu hajakuwa kiroho anaweza akadanganywa. Biblia inasema kusombwa na upepo wa kila namna. Sasa mtu ambaye hawa wa Beroya, ndio maana wametofautishwa kwamba anasema sio kama wale wa Thesaloniki. Maana yake hawa walionyesha utofauti, ndio maana amesema walikuwa ni waungwana, watu watulivu na wasikivu wanaotafiti neno la Mungu. Hii inaonyesha kwamba walikuwa na ukomavu wa kiroho, walikuwa wanaelewa nini cha kufanya. Haleluya. Tukiangalia hapa anasema wakachunguza maandiko. Haimaanishi kwamba kuchunguza maandiko ni dhambi, ila wao walikuwa wanatafiti kwa kina, kuangalia, je, kile tulichofundishwa na kuambiwa ndivyo kilivyo? Haina maana mbaya kwamba walikuwa wanakosea. Walikuwa wanasoma Biblia kila siku ili kuthibitisha ukweli huo. Walikuwa wanasoma Biblia kila siku ili wathibitishe ukweli huo. Je, kilichoongelewa ni kweli? Manake sio watu ambao walikuwa wanakubali tu. Unajua sio kila kitu unasema amen, amen. Kuna saa mtu anapokuwa anakaa kwenye neno la Mungu, anatafakari neno la Mungu, anajijenga. Hata akija mhubiri ambaye anaona kabisa huyu hatokani na Mungu, ni rahisi kumjua, kwa sababu tayari ndani yake ipo ile roho ya utafiti. Haimaanishi kwamba ukiwa na roho ya utafiti, kama ni roho nzuri, unatafiti kwa wema, sio mbaya, ila usitafiti kwa ubaya. Na pia tumeona kuna kipengele anasema wakasikiliza neno kwa uelekevu wa moyo. Anasema wakasikiliza neno kwa uelekevu wa moyo. Maana yake waliamua kuiweka mioyo yao wazi, kuifungua mioyo yao ili wapate kusikia, ili wapate kujifunza zaidi. Ndio maana tunaona baada ya kufungua mioyo yao na kupokea lile neno na kulielewa, haikutosha, wakarudi kutafiti. Wakarudi tena kufanya utafiti. Je, ni kweli tumefungua mioyo, tumepokea? Je, walichotuambia ni kweli? Haleluya. Ndio maana sasa kwenye kitabu cha Wakolosai 3:16 anaposema neno la Mungu nalikae kwa wingi ndani ya mioyo yenu. Lile neno linapokuwa linakaa kwa wingi, kuna vitu vitakuja kwenye maisha yako, neno litachuja. Je, hivi vitu au haya mambo yanayoongelewa, je, ni sawasawa na neno la Mungu? Ndicho walichokuwa wanafanya hawa
watu wa Beroya wanataka kuthibitisha, yani wao ilikuwa wapate uhakika, ni sawa tumeambiwa hivi, je, ni kweli? Kwa hiyo wakatafiti ili wapate ukweli kutokana na neno la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kutafiti sio jambo baya endapo unatafiti kwa wema. Tunaona kabisa hawa walitafiti maandiko matakatifu ya Mungu. Haleluya. Tunaenda kwenye pointi yetu inayosema, ni pointi yetu ya mwisho, inasema unganisha usomaji wako na maombi ili kuomba maarifa ya kiroho. Unganisha usomaji wako na maombi. Unganisha usomaji wako na maombi ili kuomba maarifa ya kiroho. Tutasoma kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Haleluya. Hapa tunaona kabisa ni agizo na ahadi ambalo Yesu Kristo alilitoa kwetu. Ahadi na agizo ambalo Yesu Kristo alitoa kwetu. Hii inaonyesha ni siri ya karibu. Hii inaonyesha ni siri ya karibu ya ushirika kati yetu na Mungu. Anasema tukikaa ndani yake na maneno yake yakikaa ndani yetu, tuombe lolote. Sasa tukija kuangalia kwenye kukaa ndani yake na maneno neno kukaa ndani yake. Haleluya. Neno kukaa ndani yake ni pale neno la Mungu linapotuongoza, ni pale neno la Mungu linapotuongoza katika mawazo na maamuzi na matendo yetu ya kila siku. Neno la Mungu linapokaa linapotuongoza katika mawazo na maamuzi na matendo yetu ya kila siku. Hapa pia inaonyesha kuishi na kumtegemea Mungu kwa kila kitu. Kuishi na kumtegemea Mungu kwa kila kitu. Cha kwanza kabisa ukiangalia anapoongelea kwamba niliposema kwamba ni ahadi na agizo, maana yake ametupa ahadi kwamba tukikaa ndani yake na maneno yake yakikaa ndani yetu. Sasa tunaona kwamba tukikaa ndani yake na maneno yake yakikaa ndani yetu, Biblia inatuambia tutaomba sawasawa na mapenzi yake. Haleluya. Na sio kuomba tu sawasawa na mapenzi yake, pia tutaomba sawasawa na tabia yake. Yaani tabia ya Mungu ipoje? Ukiangalia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26, anasema kadhalika Roho naye utusaidie udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kwa hiyo maana yake tunapokuwa tunakaa kwenye neno la Mungu, neno la Mungu likikaa ndani yetu, amesema neno la Mungu likikaa ndani yenu likikaa ndani yenu na maneno yangu yakikaa ndani, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote. Sasa hatuwezi kuomba lolote nje na Roho Mtakatifu. Tukumbuke kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayeomba kutokana na mapenzi ya Mungu. Tunapoomba kwa njia ya Roho Mtakatifu, tukumbuke kwamba Roho Mtakatifu ndiyo njia ya kutupeleka sisi kuomba kama Mungu anavyotaka tuombe. Tunaomba sawasawa na tabia ya Mungu, tunaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, lakini kwa kupitia Roho Mtakatifu ambaye ni njia ya kutupeleka sisi kuomba kwa usahihi. Haleluya. Amen. Tutasoma tena kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 4. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6
mstari wa 4. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 4. Hapa naomba tuanzie mstari wa kwanza ili tupate picha vizuri ya nini kinazungumzwa kwenye huu mstari wa 4. Anasema, hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tudumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Unaona, hawa ni wanafunzi wa Yesu. Wakati wamepewa jukumu la kulihudumia kanisa, tunaona kanisa lilikuwa na wahitaji ambao ni wajane. Kwa hiyo wao mara ya kwanza, kabla watu hawajaongezeka, tunaona wao wenyewe walikuwa wanafanya kazi zote mbili. Walikuwa wanawahudumia wale watu kwa chakula cha kimwili, na pia walikuwa wanahudumia kwa neno la Mungu. Sasa kadiri watu walivyozidi kuongezeka, wakawa wanakosa utulivu. Tukumbuke ya kwamba neno la Mungu sio kama maneno. Mtu anaweza akaongea maneno, lakini neno la Mungu ni neno lililovuviwa, lililohakikishwa, limethibitishwa. Kwa hiyo mtu yoyote anayekuwa mhudumu wa neno la Mungu anahitaji utulivu. Kupata utulivu, tunaona anasema ni heri ninyi muwahudumia hawa wajane, ili sisi tudumu kuhudumia neno la Mungu. Yaani sisi tubaki tu. Unajua, wajibu wa kiongozi wa kanisa ni kudumu katika kuomba, na kule kuomba kunamfanya ahudumu kwa ufasaha. Yaani kunamfanya kile anachokifanya akifanye kutokana na mapenzi ya Mungu. Ndio maana walitamani wapate utulivu wa wao kuwa karibu na Mungu, kujijenga, ili kusudi hawa watu wawalishe katika maarifa. Ndio maana hapa amesema usomaji wako na maombi, ili kuomba maarifa ya kiroho. Kwa hiyo walihitaji utulivu, walihitaji mambo mawili, utulivu na kuomba, ili kusudi wapate kuwalisha hawa watu neno la Mungu katika maarifa. Tukumbuke ya kwamba hata tukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15. Tusome kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15. Kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15. Anasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Anasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu. Huo ufahamu wataupata wapi? Hayo maarifa watayapata wapi kama hawatatenga muda wa kuwa sirini, ili Mungu apate kuwafunulia, ili Roho Mtakatifu apate kuwafunulia siri ya hilo neno. Ndio maana tunaona Mtume Paulo kuna mahali akasema, hatukuwahubiria maneno matupu, ila tuliwahubiria maneno ambayo yenye nguvu. Hiyo nguvu ilitoka wapi? Kwa sababu walirudi kuhusiana na mwenye nguvu ili awape nguvu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona wahudumu wa kanisa au viongozi wa kanisa, jukumu lao kubwa, wanapaswa kuwa na muda wa kutafakari na kuomba kwa ajili ya hilo neno. Watafakari, waombe, yaani majukumu yao hayo mawili wakae. Tunaposema kutafakari, maana yake kufikiri kwa kina. Wanakuwa chumba cha siri
wanazungumza na Mungu mwenyewe ili awaambie nini cha kuzungumza kwa watu wake. Ndio maana hapo amesema mimi mwenyewe, Mungu mwenyewe ametoa agizo kwamba mimi mwenyewe nitawapa wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha katika maarifa na ufahamu. Alijua kwamba ufahamu huo na maarifa unatoka kwake. Anawapa hao watu pindi wanapokuwa wanahusiana naye. Ndio maana tumetoka kule kwenye tumesema nidhamu katika usomaji wa neno. Tumeona kwamba ni tabia, utaratibu na mazoea. Kwa hiyo manake kadi mtu anavyozoea kukaa katika uwepo wa Mungu, Mungu anamfunulia na kumpa nini cha kuzungumza mbele za watu aliowapa. Haleluya. Tutaenda kusoma kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 17 mpaka wa 18. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 Waefeso sura ya 6 mstari wa 17 mpaka wa 18. Anasema, tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Haleluya. Tunaona kabisa hii ni sehemu ya mwisho kwenye ukisoma hii Waefeso sura ya 6, ukisoma kuanzia mstari wa 10 pale anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa hiyo tunaona hii chapeo ya wokovu imekuja kuzungumzwa mwishoni kabisa. Kwa hiyo Mungu anaonyesha hii chapeo ya wokovu, tunaona kabisa kwenye ule mtiririko ni silaha ya mwisho ambayo Mungu anawaasa waamini, watu waliompokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kushinda vita za kiroho kupitia neno la Mungu. Haleluya. Anawaasa washinde vita za kiroho kupitia neno la Mungu. Tukiangalia hii chapeo ya wokovu, chapeo ya wokovu ni kama kofia, ambapo kazi ya kofia inavaliwa kichwani. Inapovaliwa kichwani ni kulinda akili na mawazo ya muamini, ili kusudi asije akaingiwa na mawazo ya uovu, akashindwa kulitumia neno la Mungu katika kufanikisha ushindi wake. Haleluya. Tumeona chapeo ya wokovu. Chapeo ya wokovu ni kama kofia, ambayo kofia tunajua inavaliwa kichwani. Kwa hiyo kwa nini inavaliwa kichwani? Ili kulinda akili na mawazo, asije adui akapata nafasi akayateka hayo mawazo, na wana wa Mungu au watu wa Mungu wakashindwa kushinda vita. Kwa sababu tunajua siku zote shetani ni mdanganyifu. Haleluya. Tunajua siku zote shetani ni mdanganyifu. Na pia tukiangalia upanga wa Roho. Upanga wa Roho. Kwa hiyo tunaona kabisa kumbe Roho ana upanga. Tunapozungumzia upanga kuna maana ya silaha, kama silaha ya chuma, na upanga huu unaozungumzwa kwamba ni upanga wa Roho. Upanga wa Roho ni neno la Mungu. Namna gani tunavyotumia neno la Mungu kushinda kila vita, kwamba hatuwezi kushinda vita yeyote kwenye maisha yetu bila kutumia upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Ndio maana mtu yeyote anayeomba katika Roho Mtakatifu, yaani mtu yeyote anayeomba katika Roho Mtakatifu, tuseme mtu yeyote aliyebatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, anayeomba maombi kwa kumshirikisha au kwa kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu, ni vigumu sana huyu mtu kushindwa vita. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4, anasema kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu.
kila kilichozaliwa na Mungu. Tukumbuke kwamba Mungu ni neno. Kwa hiyo na huu upanga wa Roho unaozungumzwa hapa ni neno la Mungu, na anasema kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Tukumbuke ya kwamba anasema vyote vilifanyika kwa yeye, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichoweza kufanyika. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba mtu yoyote anayedumu kusoma, kusikia neno la Mungu anakuwa sio mtu wa kawaida, kwa sababu kadri Roho Mtakatifu anapokuwa tukumbuke, mtu anapokuwa anajihusisha akijenga jambo fulani kama mazoea, kama tabia, kile kitu huwa kinakuwa kinaongezeka. Kitu kinapokuwa kina tabia ya kuongezeka, kwa hiyo unashangaa mtu anaongezeka. Kama Biblia inapotuambia kwamba kwenye Luka sura ya 1 mstari wa 80 kwamba yule mtoto akakuwa akaongezeka nguvu rohoni. Kumbe kadri mtu anapokuwa anasoma neno, anakaa kwenye uwepo wa Mungu, anakaa karibu na Mungu, lazima huyo mtu kwenye upande wa roho yake kuna kuongezeka. Na kama kuna kuongezeka kwenye roho, yale maongezeko ya roho ndiyo yanayosaidia huyu mtu kushinda wakati wa changamoto mbalimbali. Kwa sababu tumeona hapa amesema pokeeni upanga wa Roho. Kwa hiyo tumeona upanga wa Roho ni neno la Mungu, ambalo hilo neno la Mungu linapojengeka ndani yako, neno la Mungu linapojaa, linakupa wewe kushinda, kwa sababu hatuwezi kushinda nje na neno la Mungu. Hatuwezi kushinda nje na neno la Mungu. Amen. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu kwa neno lake. Tunamshukuru Mungu kwa sababu siku ya leo ametusaidia tena kujifunza. Amen.